Habari hii inatokea jijini Arusha na ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Hesabu za Serikali PAC imefanya ziara katika chuo cha uhasibu Arusha na kutembelea miradi iliyopo katika chuo hicho, ikiwemo ya ujenzi wa hosteli za wanafunzi 8 zenye uwezo wa kuwa na wanafunzi zaidi ya 3120 na jengo la wanafunzi kusomea shahada ya uzamili. Mradi ambao utagharimu kiasi cha fedha ambapo mpaka sasa mradi huo umefikia 80%. Akizungumza na kamati hiyo, Profesa Amani Sodoeka ambaye ni mkuu wa chuo hicho cha uhasibu Arusha ameeleza sababu za upanuzi wa chuo hicho, ikiwemo ujenzi wa hosteli za wanafunzi pamoja na ujenzi wa maduka 46 na benki kubwa 2, akieleza kwamba ni miradi itakayosaidia kuongeza kipato nje ya ada zinazolipwa na wanafunzi. Mimi naitwa Profesa Amani Sodoeka, ni mkuu wa chuo cha uhasibu Arusha. Na chuo hiki sasa hivi kina wanafunzi takribani 17400 mpaka mwezi April watakwenda 19000. Leo tumepata ugeni mkubwa sana wa kamati ya bunge ya fedha, na wao walikuja kutembelea miradi mikubwa miwili ambao ni postgraduate, hapa tumesimama, na hostel. Sasa moja kati ya mambo ambayo yamejitokeza ni jinsi gani sisi kama chuo tumejipanga, ikiwa ni malengo ya hii miradi pamoja na mambo mengine, pamoja na zile shughuli za kimsingi za chuo ambazo ni kufundisha na wanafunzi sehemu za kulala kwa mabweni, lakini sisi tumejiongeza kwenye kuhakikisha kwamba miradi hii inaendana vile vile na malengo ya kutengeneza mapato yasiyotokana na ada. Na kwenye hii tumefanya kwa aina mbili. Kwa upande wa hostel tumejenga maduka ya kisasa 46 na benki kubwa 2, CRDB na NMB watakwenda kuweka branches kabisa, branch kubwa. Lakini vile vile kwa upande wa hapa postgraduate building tuna kumbi za mikutano, tuna boardroom nzuri, lakini vile vile tunakwenda kuanzisha kituo chetu cha televisheni, tuna dispensary na tuna ukumbi mkubwa sana wa kisasa wa watu 300 ambao unaweza kufanyika kwa hadhi ya kimataifa. Kwa tunategemea vitu vyote hivi, hostel na maduka, kwa mwaka tunategemea yawe yanatuingizia wastani wa bilioni 1.5 kwa kila mwaka, ambao hiyo itakwenda kuongeza kwa mapato yetu na tutasaidia sana kuongeza maendeleo ya chuo. Hizo serikali zinavyojiendesha kama vyuo, sisi tunaruhusiwa kukusanya ada, lakini serikali haitupi hata shilingi 100 baada ya hapo. Serikali of course Mama Samia kila tarehe 23 bila kuchelewesha mshahara unasoma. Lakini kuendesha chuo, kusomesha walimu, kununua magari, kujenga campus, kujenga majengo mapya, kila kitu, kila mkuu wa taasisi inabidi apambane mwenyewe jinsi ya kufanya. Sasa sisi bado ni nchi ya kizalendo sana. Njia mojawapo ingekuwa kuongeza ada ili uongeze mapato, lakini ukifanya hivyo unaenda kumuumiza Mtanzania. Lakini njia ya pili ni kubuni vyanzo ambavyo sio vya ada. Ukifanikisha hivyo, sasa unakuwa unaweza wewe kuongeza mapato. Lakini la muhimu sana kwenye yale maduka, kati ya malengo makuu ya yale maduka ni kupatia nafasi za kuanzisha biashara vijana wetu ambao wako kwenye incubator. Tunakitoa atamizi hapo ambacho tunafundisha vijana kuanzisha makampuni. Kwa hiyo sisi wale vijana ambao mpaka wanavyomaliza chuo wameshatengeneza makampuni, ili kuangalia ile riski ya kwenda mtaani afu wakaanguka, sisi tunawapatia sehemu ya kuanzisha biashara zao hapa. Kwa hiyo tutaendelea kuwalea kwa walau mwaka mmoja kuhakikisha kwamba wenyewe wamesimama vizuri, sasa ndio waende wakapambane na dunia. No, tunakodisha watu baki. Asilimia kubwa itakuwa ni watu baki. Kwa sababu usipoleta watu wengine, hawa watajifunza biashara kwa nani? Si lazima wajifunze. Kwa mfano wewe unafungua biashara yako ya kutengeneza website na kutengenezea makampuni sijui hiki na kile. Sasa unamtengenezea nani? Si ndio hizo biashara ambazo zimekuzunguka hapa na benki zilizoko hapa. Kwa hiyo tunatengeneza inaitwa ecosystem. Lazima utengeneze business ecosystem ambayo ina muingiliano wa financial services, wateja, na hata wale wateja wanapita barabarani, wale ambao mko nao ni mnakopeshana hela na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwa hizi bunifu itapelekea vijana wetu wakapata sehemu nzuri ya kufanya biashara. Bilioni 12 na ule wa hostel ni bilioni 11. Sasa hostel imeunganika hapa na yale maduka yote. Kwa hostel peke yake inakuja kama bilioni 8 na kidogo, afa ile maduka mengine kama bilioni 2 na kidogo. Kwa hiyo inakuja kama 11. Maduka yako 46 ya ukubwa tofauti na benki 2 kubwa. Kwa hiyo sometimes brad unaweza ukachukua muda kuliko ambavyo ulikuwa unategemea. Lakini hiyo kutokana na uhalisia. Kwa first account miradi mingi, wakati tunaanza ile jengo tulikuwa hatuna 100, ambapo tunasema ukweli. Wakati tunalichora ile jengo, tunasema tunaanza kujenga, watu wakasema sasa tunajenga utolea hela wapi?
tuamue kwanza tunataka kufanya hichi kitu kwa ukubwa gani, alafu ndo tuwaze tunapata wapi hela. Na tukaanza mdogo mdogo, na mheshimiwa waziri wa fedha akapita akatupa bilioni 2 ikatuboost, tukaendelea na wakati mapato yetu ya chuo yanaongezeka, tukaenda mpaka tukafika. Kama ilikuwa tujaanza asingetupa bilioni 2. Na Babati alikuja akaona akatupa bilioni 3.5, lakini hatukuza yani tuko kama gorofa yani tunaenda. Kwa hiyo ukishaanza first account, serikali inaona, wadau wengine wanaona, watu wanakushika mkono unakwenda. Aidha, baada ya kutembelea miradi hiyo, Japhet Hasunga, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali, amesema kwamba amefurahishwa na ujenzi unaoendelea na jinsi walivyotumia force account kuwezesha kufikia hatua hiyo. Kwanza, kwa jina naitwa Japhet Hasunga, mbunge wa Vwawa na makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali na kiongozi wa msafara wa kamati hii leo. Sisi kama kamati ya kudumu ya bunge, kazi yetu kubwa tumekuja kufuatilia matumizi ya fedha za umma kama zilivyopitishwa na bunge, na katika fedha zilizokuwa zimepitishwa za chuo hiki ilikuwa ni pamoja na upanuzi wa chuo, ujenzi wa madarasa, lakini ujenzi wa makao makuu na mambo mengineyo. Kwa hiyo tumekuja kujionea wenyewe kuona kwamba je, zile fedha zimetumika kama zilivyokusudiwa na bunge na zimefanya kazi yake, na je, thamani ya fedha ipo au haipo. Kwa ujumla wake, kamati imefurahishwa sana. Tumefurahi sana kuona aina ya majengo yaliyojengwa, kuanzia kwanza kwenye hostel za wanafunzi zimejengwa vizuri, nyingi na za kutosha na kwa gharama nafuu, lakini pia jengo la makao makuu hili namna ambavyo wameredesign, lakini majengo yaliyojengwa na kitakacho kuwepo humo ndani. Kwa kweli kamati imefurahishwa sana na huu mradi. Sasa tumeangalia kwa ujumla wake miradi yote miwili inategemea kugharimu takribani bilioni 24. Kitu ambacho kiangalia majengo yanavyoonekana, mandhari ya nje yanavyoonekana na kile kilichotoka na fedha havilingani kabisa. Inaonekana fedha zilizotumika, fedha ambazo wanakusudia kutumia ni kidogo, na hii ni kwa sababu wametumia mfumo ule tunaita wa force account. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kamati imefurahishwa sana kwa sababu tumetembelea miradi mingi, tumezunguka maeneo mengi, na hapa sasa tumeweza kujionea namna force account inavyoweza kufanya kazi na ikaleta manufaa makubwa katika taifa letu. Wenzetu wametumia huu mfumo, maeneo mengi tumekuta na changamoto nyingi sana, unakuta wameshindwa, lakini hapa majengo yamejengwa kwa ubora, yamejengwa kwa wingi na gharama zimetumika ni kidogo. Kwa hiyo ni kitu cha kufarijika sana. Lakini jambo lingine ambalo tumejifunza hapa, tuliona hiki kilikuwa ni chuo kidogo. Huko nyuma kilikuwa na wanafunzi wachache sana. Lakini serikali kupitia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, wameamua kukipanua hiki chuo kuwa ni chuo cha mfano cha kufundisha masomo ya biashara na uhasibu na ukaguzi wa mahesabu. Kitu ambacho sasa tunaenda kuimarisha uwezo wa hawa vijana. Wamepanua sana hiki chuo. Hapa tunaona campus zimeongezeka, lakini kuna campus nyingine tumeambiwa imejengwa kule Babati, nyingine imejengwa Dodoma, nyingine kule Songea. Na hii itajibu tatizo kubwa ambalo nchi tunaenda kukabiliana nalo. Kwa sababu tunapoongea hivi sasa, vijana wanaomaliza kidato cha 4 kwa mwaka ni zaidi ya 800,000. Sasa 800,000, uwezo wa vyuo vyetu vyote unachukua 350,000 mpaka karibu 400,000. Kwa ina maana kuna vijana karibu 400,000 walikuwa hawapati nafasi. Sasa kwa upanuzi huu mkubwa unakiwezesha hiki chuo kuweza kuchukua wanafunzi zaidi ya 25,000, ambao itakuwa ni mchango mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba vijana wale wanaomaliza form 4 sasa watapata fursa ya kuja kusoma hapa, kujifunza ujasiriamali, kujifunza masuala ya biashara, kuweza kutoa mchango mkubwa katika masuala ya uchumi. Kwa hiyo hii ni hatua nzuri sana ambayo sisi kama kamati tunawapongeza sana serikali, tunampongeza sana rais, lakini tunapongeza chuo. Lakini jambo lingine ambalo tumeliona ambalo ni muhimu sana, tumeona uongozi wa chuo una maono makubwa sana. Utaona katika maeneo mengi tumekuwa tukitumia fedha bila kujua kwamba italeta matunda. Wenzetu hapa kwenye huu mradi walikuwa wanajenga fence. Badala ya kujenga fence, wao wameamua kurekebisha. Wao wameweka fence, wanaweka maduka nje. Maduka yale yote tumezunguka tumeona wanasema yatawaingizia takribani milioni 600. Kwa
Kwa hiyo badala ya kujenga fence ambayo haitazalisha chochote, ile fence sasa inaenda kuzalisha, inaimarisha ulinzi, lakini inaingiza mapato kwenye chuo, na hivyo taifa linaongeza mapato zaidi. Kwa hiyo ubunifu ni mkubwa sana. Lakini tumeona madarasa mengine yanayojengwa hapa yatakuwa na kumbi za kimataifa ambapo watakuwa na uwezo wa kutoa mihadhara, kufundisha wanafunzi mahali kokote waliko duniani kwa kutumia teknolojia. Hii itakuwa ni funzo zuri, na tunaamini kwamba itakuwa ni chuo cha mfano ambapo mtu unaweza ukakaa Marekani, ukakaa Uingereza, ukakaa Australia, ukakaa Namibia, ukakaa South Africa, lakini ukasoma kwa kutumia mtandao, ukapata elimu ile ile. Lakini si hiyo tu, hata hapa nchini matawi yale ya Babati, matawi ya Dodoma, matawi ya Songea na kadhalika na sehemu zinginezo, mwalimu mmoja anaweza akatumika kuwafundisha wote. Wakafundishwa kwa wakati mmoja, wakapata kiwango kile cha elimu iliyopo, wakapata mafunzo yale yanayostahili. Kwa hiyo ni kazi nzuri ambayo imefanywa na serikali ya awamu ya 6, na sisi tunawapa hongera uongozi, tunawapa hongera serikali, tunasema big up, kila kitu mambo safi. Mheshimiwa Esther Matiko, yeye ni mjumbe wa kamati hiyo, alikuwa na haya ya kusema. Esther Nicholas Matiko ni mbunge na mjumbe wa kamati ya hesabu za serikali. Leo kamati yetu tuko hapa Arusha, na hususan huyo kutembea chuo cha uhasibu cha Arusha, ambapo tumekuja kukagua miradi miwili. Kuna project ya majengo kwa maana hostels za wanafunzi, lakini pia kuna project hii ya jengo la postgraduate. Kama kamati tumetembelea na tumeridhika kwa kweli kwa hii miradi ambayo inatumia force account. Ukiangalia gharama ambayo imetumika hapa na uhalisia wa majengo ambayo tunayaona, kwa experience yangu kwenye miradi ya serikali mingi ambayo nimetembelea, kwa kweli wamejitahidi sana. Fedha iliyotumika ni ndogo, lakini ukiangalia unaona kuna majengo mengi sana. Tumeona kuna hostel pale majengo 4 ambayo yako ni kama 8, kwa sababu yako 2 in 1, yenye capacity ya kubeba zaidi ya watoto 3120. Lakini pia tumeona hili jengo hapa ambao pia ndio linageuzwa kuwa headquarter. Huku ndani tunaona kuna zahanati, kuna conference room ambao ni kubwa, almost ita accommodate watu 350. Sote tunajua kwamba hatuna kumbi za kihivu, lakini naona ni modern conference hall ambao pia itakuwa inaruhusu wale ma interpreter kuweza kuwa accommodated, lakini inakuwa pia imekuwa installed modern instrument that hammer. Nakumbuka last year tulikuwa hapa Arusha, tulikuwa pale Gemeria kwa kuna mkutano wa SADC, lakini tulijiconfine kwenye ukumbi kadogo sana ambako kote mnakaa, kwa hata provide ile vision kwa mbele. Kwa hiyo ni project kubwa kwa kweli, ni nzuri sana. Lakini tumeona kuna lecture rooms, media center kubwa ambao wamesema tulikuwa tunaitumia kama shamba darasa, lakini pia itakuwa inatumika kama chombo cha habari kuweza kuhabarisha wananchi mambo mbalimbali. Lakini pia kule kwenye hostel walikuwa wameweka uzio, then wakaamua kuconvert kuifanya iwe commercial center, kitu ambacho ni kizuri, kitakuwa kina generate income ambao pia itawasaidia kuweza kuwa wanalipa fedha ambazo wametumia kujenga hostel. Kuna different ongezeko la wanafunzi zaidi ya 10,000. There were 7,000, sasa hivi nimesoma karipoti kwao kwa haraka. Kwa mwaka huu wamedai wanafunzi 17,000 na kitu, and their vision ni kuwa na zaidi ya wanafunzi 20,000 na kitu. Kwa hiyo nawapongeza sana hiki chuo, na serikali pia iendelee kumilika na kuhakikisha kwamba wanawasaidia kuweza kuboresha kampasi zao zingine zote kama ambavyo tumeainishwa hapo ndani. Naitwa Condesta Mundi Michael Sichalwe. Mimi ni mbunge wa jimbo la Momba. Nilipofanya ziara na kamati yangu ya bunge, Public Accounts Committee PAC, hapa kuna hostel nyingi zimejengwa, majengo karibu 8 ambayo yamejengwa, ambao majengo yote hayo unaona yataenda kwa accommodate wanafunzi wengi sana. Na mkuu wa chuo katika ripoti yake amesema wasingetamani watoto wale ambao wanasoma ngazi kuanzia certificate ambao wanakuja hapa wakiwa na umri mdogo wapate adha na changamoto ambayo watangulizi wao tulipita kama dada zao, ambao of course chuo alikuwa anatuweza kutusaidia. Mwaka wa kwanza utakaa ndani, lakini mwaka wa 3 wanakutoa, si kwamba unataka, lakini ni uwezo wa chuo. Kwa kweli ukiangalia jengo la administration baada ya chuo kuongeza kampasi zake Dodoma, Babati, hapa Arusha yenyewe wameweza kujenga jengo lao kubwa sana ambalo ni la makao makuu kama chuo cha Arusha. Kwa kweli ukifika hapa unaona kabisa kwamba watu wamezamilia kufanya kazi. Lakini furaha nyingine unaona kwamba
Hata wale walimu ambao tuliwaacha walikuwa wanatufundisha miaka 12 iliyopita, unaona ndo walimu ambao wamepanda kwenye ngazi mbalimbali wanafanya. Lakini kuna vijana tofauti hapa ambao kiwahoji ambao ni mazao ya chuo cha uhasibu. Hata ambao wanatuhoji hapa ni mazao ya chuo cha uhasibu. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba tunaposema elimu ambayo inaishi au ya mfano, kwa kweli ni Institute of Accountancy Arusha. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi, naitwa Korumba Lebabas. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.